iliyopita. Na kipekee niwapongeze sana Buckreef kwa namna ambavyo mnafanya kazi zenu vizuri, lakini vile vile halmashauri yetu inayosimamiwa na DC kwa namna ambavyo mnahusiana vyema sana katika miradi ya CSR. Kama mnavyofahamu, CSR ni takwa la kisheria na ni wajibu wa lazima wa hiari. Yaani hiari yenye ulazima, sio hiari ya kutaka usitaki, yaani hiari yenye ulazima. Kwa hiyo Buckreef unafanya kazi yenu vizuri, na ndio maana miradi ya CSR katika mgodi wa Buckreef hauna migogoro. Mwaka jana tulisaini miradi yenye thamani ya karibia milioni 400, na tunapozungumza hivi miradi yote karibia imekamilika, na ile michache iko final touch, aidha inawekewa tiles au milango au umeme au kupaka rangi, lakini karibia miradi yote iko kwenye zaidi ya 98-99. Kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya wananchi wa mkoa huu, tunawapongezeni sana Buckreef kwa namna ambavyo mnatekeleza miradi hii. Na leo tumeshuhudia hapa msali miradi mingine yenye thamani ya milioni 420, na miradi hiyo imeorodheshwa katika document ambazo tumesaini, na maana yake inaanza utekelezaji mara moja. Sina mashaka na Buckreef, na sina mashaka na halmashauri, na sina mashaka na wananchi ambao miradi inakwenda kutekelezwa, kwa sababu na uhakika kwamba miradi hiyo itatekelezwa kwa wakati na matokeo tutayaona, ili wananchi waendelee kufaidika na miradi hii. Napongeza Wizara ya Madini na viongozi wote katika ngazi zote kwa namna ambavyo mnasimamia sheria za madini. Sheria za madini hazikutungwa kwa ajili ya kufurahishana, zilitungwa ziweze kutekelezeka na ili matokeo yaweze kutokea. Sasa wale ambao hawajafanya vizuri kwenye CSR kama DC alivyosema, nadhani iwe ni fundisho na wajifunze. Sisi kwenye mkoa wetu wa Geita, miradi ya CSR ambayo tunaisaini kwa mujibu wa sheria iko Buckreef, lakini pia tuna Barrick na tunayo Geita Gold Mine. Katika hizi kampuni tatu kubwa ambazo zinafanya kazi katika uchimbaji wa madini kwenye mkoa, makampuni haya mawili kwa maana Barrick na Buckreef hatuna mgogoro nayo, yanafanya kazi yake vizuri, matokeo tunayaona, na ndio maana hatujawahi kukutana katika miradi ya CSR. Changamoto yetu iko kwenye Geita Gold Mine kwa sababu ya kutaka kufanya ujanja. Sasa ni matarajio yangu tangu tulipowapa maelekezo, tutakapokutana nao watakuja na mpango wa kuhakikisha fedha za wananchi bilioni 18.4 na zile baka za miaka mingine zaidi bilioni 6, toto bilioni 24 tunaziona na wananchi wanapata matokeo, kwa sababu hii ni sheria na ni hiari ya lazima, sio maombi wala sio fadhila. Tunahitaji kuona matokeo ya fedha hizo wananchi. Lakini natutia hamasa sana tunapofanya kazi ambazo zinakwenda kusaidia, zinakwenda kunyanyua maisha ya wananchi wetu. Wote mnajua miradi mingi ya CSR inajikita zaidi kwenye elimu na afya na shughuli zingine, lakini zaidi maeneo hayo. Mgodi wetu ulianza uzalishaji miaka 3 iliyopita na tumeendelea kufanya hivyo kwa miaka 3 mfululizo, na mwaka huu ni wa 3, na tumetoa kwenye bajeti yetu takriban shilingi milioni 420. Mpango huu ambao tumemaliza kusaini, walipoleta zilikuwa wameweka kwenye kata ambazo zinazunguka mgodi, tukawaambia 60% kulingana na jiografia ya halmashauri yetu, acha tumege kidogo zikatekeleze miradi kwenye kata zingine kwenye zile 60%. Hawakuwa wagumu, tulitoa baadhi ya fedha tukapeleka kwenye kata 2 kwenye halmashauri yetu kwenda kutekeleza miradi ya kijamii, na leo hatimaye tumekwenda kusaini. Kwenye shule ya sekondari Isingiro wameweza kutujengea jengo la maabara na huduma inaendelea, lakini vile vile kwenye zahanati yetu wametujengea jengo la maabara. Hatua za utekelezaji kwa huduma zinakaribia kuanza kwa sababu ilikuwa ni baadhi shimo tu, lakini vile vile wamekuwa wakishiriki kutoa baadhi ya maeneo vifaa vya michezo kwenye shule.